Nawashukuru wandugu katika asubuhi wa leo kwa njia mbalimbali, mahali popote mlipo, kwa makazi mbalimbali, maofisini mbalimbali, katika maofisini, makazi ya biashara mbalimbali. Kila mmoja kuna ofisini yake mbalimbali vile namna Mwenyezi Mungu alipotarisha kwake Baba. Nashukuru na kusema asante kwa wale ambao waliopigwa na misiba na magonjwa mbalimbali kwa njia mbalimbali. Mungu awanyige wapate katika Mungu Baba utulivu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu alipo hai. Nashukuru na kusema asante. Siku za leo napenda sana wandugu kusikiliza katika ujumbe moja ambao niko navyo. Nitakuwa tupokee katika sisi wote pate kujua zaidi wandugu. Wale wafanya biashara kwa njia mbalimbali au wa dada kwa njia mbalimbali ambao tunafanya katika mashughuli zetu, tuko na ofisi zetu tunafanya ndani kazi zetu ama kwa nyumba zetu. Yote ni ofisi zetu, nyumba pia kwa nyumba pia kwa ofisi zako. Nataka kuongea hivi. Kwa katika kuwa kwenye nyumba zako nafaa kuwa na akili. Kupita kwa wafanyakazi ambao tunakuanga nao. Unaweza leta mfanyakazi kwa nyumba zako. Mfanyakazi napata wako na maono zako mzuri sana. Wakati wako na maono yako mzuri, kupita zaidi itakuwa napita kwa wanaume zaidi. Alafu mwanamke itakamata hivi. Itakamata kwa sababu mwanamke zaidi wanapendwa sana kufanyisha wanawake kwa kazi. Ofisini hivyo kwa vitu mbalimbali, shopping, vitu mbalimbali. Dukani zako, biashara zako, unaweza sema acha niweka ama mobile money kwa njia mbalimbali, kazi mbalimbali tuko navyo. Unaweza kufanya. Zote ni ofisini. Lakini wakati uko na maono zako na huyo ambao mfanyakazi letu pia ako na maono zake, akaweza kuwa fanya kazi apate kenye anataka. Kinaleta hapo pia yeye iko na mahitaji ambayo anataka. Na wewe na mahitaji ambayo anataka, kazi yake tembee. Kwa sababu unaleta. Ukaona huyu anafaa. Vile na mlisema ukaona yeye anafaa, anabidi akuwe anafaa nafasi hizo. Ndugu yangu, iko kitu moja nataka kuambia kwako. Sisi wanaume